إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار اللهم آمين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. نقسم بالإيمان بعد أن نحمد الله جل وعلا نقول صلي عليه الصلاة والسلام. nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani wamefaulu wale ambao wenye kumwogopa Allah jalla wa ala. Naam, tuko katika khutbatul Jumaa, tuba ambazo Waislamu wanakumbushana mambo mbalimbali yanayohusu dini yao, yale mazuri waweze kushikamana nayo na yale mabaya waweze kujiepusha nayo. Fa innaha tadhkiratun al-usbu'iyya, hakika si vinginevyo ni ukumbusho kila wiki, ukumbusho ambao unampata Muislamu kurejesha katika maisha yake kila siku, ili awe ni miongoni mwa wale ambao ni wenye kufanikiwa katika maisha yao katika dunia na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sunna katika ulimwengu, ameweka taratibu katika ulimwengu, na taratibu hizo akazielekeza kwa waja. Allah subhanahu wa ta'ala anawataka waja wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na wafanyie kazi dini yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa mali zao na kwa nafsi zao na kwa nguvu zao na kila kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anawapa watutumie katika kutumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia baada ya kuweka taratibu hizo Allah subhanahu wa ta'ala akaweka waidi, makemeo mabaya kwa wale ambao harakanu ila dunia, watakuwa wanaegemea dunia na wataacha kufanya kazi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba taratibu yake Allah subhanahu wa ta'ala yastajil qawman ghayrahum, Allah anabadilisha watu wengine, thumma la yakunu amthaluhum, kisha hawatakuwa watu hao kama mfano wao. Allah subhanahu wa ta'ala ameyafanya hayo au ameweka taratibu hizo ili mja aishi akiwa anafahamu ni sehemu gani na ni nafasi gani aweze kubaki na ni juhudi gani aweze kuifanya. Kwa nini? Kwa sababu unaweza ukawa uko duniani, lakini kazi ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametaka uifanye ukashindwa kuifanya. Sunna yake Allah subhanahu wa ta'ala bil qawli, sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ulimwengu, katika kauni hii, ni kubadilisha watu wengine ambao watakuwa na uchungu na bidii, kubadilisha watu wengine ambao wataifanyia juhudi hii. Hiyo ndio sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, ikiwa ni aya 54 katika Maida, anasema ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum
ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الله سبحانه وتعالى amewazungumzisha waumini ambao ndio mimi na wewe. Anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini Allah subhanahu wa ta'ala, enyi ambaye mlioamini Allah subhanahu wa ta'ala, man yartadda minkum an dinihi, yule ambaye atatati imani kutoka moja kwa moja kwenye dini akawa si Muislamu, au man yartadda, yule ambaye alikuwa anafanya juhudi lakini juhudi ile akarudi nyuma. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fasawfa ya'ti Allahu biqaumin, Allah atakuja kuleta watu wengine, hao watu yuhibbunahum, Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbunahum, Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda na wao wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin, ni watu ambao wanajifanya ni wadogo, wanajidogesha kwa waumini wenzao, lakini ni wenye nguvu kwa wale ambao hawamwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Yujahiduna fi sabilillah, wanafanya jihad, wanafanya juhudi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yakhafuna lawmata la'im, wala wao hawaogopi lawama ya mwenye kulaumu. Dhalika fadlullah yutihi man yasha, hiyo ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, anampa amtakaye. Wallahu wasi'un alim, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mkunjufu na ni mwenye elimu ya juu. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه غني. الله سبحانه وتعالى أنا أفهميكم بيان تجيلي عن العالمين والمنبوت، غني عن العالمين، الله سبحانه وتعالى تجيلي والمنبوت، وأنه من يرتد عن دينه لا يوليك يتكلون نيوم الدنياك فلن يضر الله شيئا، هو هذا مضر الله سبحانه وتعالى بكته، وإنما يضر نفسه، هو atakuwa anifanyia madhara nafsi yake. Wa anna lillahi ibadan, na Allah subhanahu wa ta'ala anawaja hawaja mukhlisin, ni wenye ikhlasia kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni wenye ikhlasia kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rijalan, ni wanaume sadiqin fi imanihim, ni wa kweli katika imani zao. Katakaffala Allah subhanahu wa ta'ala, katakaffala ar-Rahman ar-Rahim bihidayatihim, Allah amechukua dhamana kwamba hawaja atawaongoza. Wawada biitiyani bihi, na Allah kaahidi kwamba hawaja ambao wamekwisha kuongoza atakuja kuwaleta. Wa annahum akmalu alkhalqi awsafan, kwamba wao ni waja ambao ni viumbe ambao sifa zao zimekamilika. Akmalu alkhalq awsafan, sifa zao zimekamilika. Wa aqwahum nufusan, na nafsi zao zenye kuwa na nguvu, wana nguvu ya kila wao, si watu wanyonge. Wa ahsanuhum akhlaqan, na ni watu wenye kuwa na tabia zilizo nzuri. Wa ajallu sifatihim, na sifa za juu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala aliwataja hawa watu, anna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbunahum, kwamba Allah anawapenda hawa watu na hawa watu wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna mahabbata Allah, hakika mapenzi Allah subhanahu wa ta'ala li'abdin, kwa mja, hiya ajallu ni'ma an'ama Allah ala 'abdihi, ni neema kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anampa mja. Wa afdal fadilan tafaddala Allah subhanahu wa ta'ala biha alayhi, na ni fadhila kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala tafaddala ala ibadihi, kwamba Allah ikiwa anakupenda ni neema kubwa na ni sharafu kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anakupa. Wa idha ahabba Allah 'abdan, na pindi ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atampenda mja, yassara alayhi al-asbab, anamfanyia wepesi sababu za hidayah, anamfanyia wepesi sababu za kupambania dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahwana alayhi kull 'asir, na analifanya kila gumu liwe jepesi mbele yake. Wafaqahu lil'amali bifil khairat, na Allah subhanahu wa ta'ala anamwafikisha mja aliyempenda kufanya yale yaliyokuwa ya kheri. Ndugu yangu Muislamu, hii ni sifa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja katika hii aya. yuhibbuna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbunahum, Allah anawapenda hawaja na hawaja anawapenda Allah subhanahu wa ta'ala. Na mapenzi Allah subhanahu wa ta'ala kwa mja
wafakahu li'amali salih, Allah subhanahu wa ta'ala anamfanyia wepesi, anamwafikisha, anakuwa ni mwenye kufanya matendo yaliyokuwa mema. Ndugu yangu Muislamu, Allah subhanahu wa ta'ala akikupenda anakufanyia wepesi katika mambo mema. Na anaweza kukupenda Allah subhanahu wa ta'ala na akakupa wepesi katika mambo mema, lakini pia anaweza akakupa mitihani Allah katika hii dunia. Yakulu sallallahu alayhi wasallam fima sa'a anhum idha ahaba Allah qauman bitalahu, Allah subhanahu wa ta'ala atakapokuwa amewapenda waja anawapa mitihani fi dunia, katika dunia. Kwa nini anawapa mitihani katika dunia? Ili mitihani hiyo iwe ni kafara kwa wao katika yale ambayo wanafanya duniani, ni sehemu ya kukutiwa madhambi yale ambayo wanafanya duniani. Inna Allah idha ahaba al-qawma bitalahu, Allah akiwapenda waja anawapa mtihani. Naam, unaweza ukapewa mtihani ukasema hivi mtihani Allah ananipenda. Naam, Allah anakupenda. Kwa nini? Kwa sababu anakupa mtihani duniani ili ukifaulu, unafaulu duniani na mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia mtihani huo ukifeli, unafeli duniani na mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah idha ahaba al-qawma bitalahu, Allah akiwapenda waja anawapa mtihani. Kwa man radiya fallahu ridha, yule ambaye anaridhia kwenye mtihani huo Allah subhanahu wa ta'ala atamridhia. Wa man sakhata falahu sakhata, yule ambaye anasikia kwenye mtihani ambao Allah amempa, basi Allah anamsikia mnyonge. Ndugu yangu Muislamu, hizi ni baadhi ya sifa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazijalia kwa watu wa mabadiliko kwenye dini. Watu ambao wanahitajika wafanye mabadiliko kwenye dini lazima wawe na ridhaa kutoka mbinguni, Allah awapende. Lakini pia baada ya wao kupendwa na Allah, wao ni wenye kupenda Allah na wanatanguliza Allah zaidi kushinda yote. Sifa hii ni sifa moja kubwa inahitajika kwako. Utakapokuwa una hii sifa, basi ukumbuke kwamba wewe ni sehemu ya watu wanaotakikana wafanye mabadiliko katika afya. Lakini pia akataja sifa nyingine, adillati ala almu'minin, ni watu ambao si wakali kwa waumini wenzao, bali ni watu watulivu kwa waumini wenzao, ni watu wana lugha nzuri kwa waumini wenzao, ni watu wanaofanya wema waumini wenzao. Utakapomuona Muislamu ananyenyekea kwa Uislamu wenzake, utakapomuona Muislamu anawafanyia wema Waislamu wenzake, hii ni sifa ambayo anaipata Muislamu wa mabadiliko. Lakini utakapomuona Muislamu ni mkali kwa Waislamu wenzake, lugha zake ni ngumu kwa Waislamu wenzake, anawafanya Waislamu wenzake kana kwamba si chochote, huyu ni sifa anakuwa anaikosa. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akasema aizzatun ala al-kafirin, ni watu wenye izza kwa makafiri. Wa ya subhanallah, ni watu wenye izza, wenye nguvu na si madhalili. Hizi ni awsafu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja kwa watu wanaohitajika wao ni wenye kufanya mabadiliko katika dini ya Allah subhanahu. Lakini kuongezea sifa nyingine, mujahiduna fi sabili, wanapambania dini yake, jihadun nafsi, wanafanya jihadi ya nafsi, wanaipiga vita nafsi katika ittibai hawa, kupata matamanio. Wao si wenye kupata matamanio. Lakini pia jihadu ya amwali, wanafanya jihadi kwa njia ya Allah kwa mali zao, lakini pia kwa nafsi zao. Hizi sifa ni sifa muhimu sana zitakapopatikana kwa Muislamu. Muislamu huyo ni Muislamu mabadiliko, wala yakafuna lawma kalami, lakini pia hawaogopi lawama ya mwenye kulaumu. Kile kipindi ambacho wanasimamia dini ya Allah, wao hawaogopi lawama ya mwenye kulaumu, maadamu wanafahamu kwamba hili ndilo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amefundisha, hili ndilo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam maelekezo, wao wanafuata na hawaogopi lawama ya mwenye kulaumu. Ndugu yangu, ni Waislamu wangapi wameshindwa kufuata sheria ya Allah kwa kuogopa ya lawama ya mwenye kulaumu? Wengine wanaogopa lawama ya wazazi wao, lakini pia wengine wanaogopa lawama ya rafiki zao, lakini pia wengine wanaogopa lawama ya walimu wao, lakini pia wengine wanaogopa lawama ya mashehe wao. Nikiwa mimi naipata jambo hili, jamii itatazamaje?
nikiwa mimi nafanya hili jamii itanionaje? Kwa kule kuogopea lawama ya jamii, mtu anaamua aende kinyume na sheria, lakini aende sawa na yale ambayo jamii inaenda sawa nayo. Na hiki ndicho ambacho kinaendelea kutafuna, na hiki ndicho ambacho kinaendelea kutafuna. Kwa nini? Kwa sababu kuogopea lawama ya jamii, hili linatangulia kwetu kushinda kuogopea lawama mbele ya Allah. Ni wangapi wanasema mimi najua hili ni la sawa, lakini nikilifanya na mimi nitaonekana nipo kule. Ni wangapi wanasema hili ni la sawa, lakini nikilifanya mwalimu wangu atanionaje? Ni wangapi wanasema hili ni la sawa, lakini sasa najua tumezoea kwenda na jamii. Lakini sasa najua tumezoea kwenda na jamii. Wala yakafuna lawma lahi. Lakini wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala katalahu, hawaogopi lawama mwenye kulaumu. Ukiona unaogopa lawama mwenye kulaumu, wewe hupo katika fungu la watu wa kufanya mabadiliko ndani ya dini. Kwa sababu yake Allah biqaumi, Allah taleta watu hawatu hizo zisipatao, wala yakafuna lawma lahi, hawaogopi lawama mwenye kulaumu. Abu Talib alikuwa anasema, akimwambia Mtume sallam kwamba alichokuja nacho Mtume sallam amekiona ni kitu cha sawa. Laula malama, lau singekuogopa lawama, la wajadtu samahan mubina, ungenikuta mimi Muhammad, ungenikuta mimi nimeshakubaliana na wewe. Lakini naogopa lawama. Anaogopa kulaumiwa na jamii yake iliyomzunguka. Atakapoambiwa umefuata dini ya Muhammad, ataweka uso wake wapi kwa jamii inayomzunguka? Kwa kuogopea lawama, akafa katika mila ya kumfali na hajafa katika mila ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu yangu Muislamu, mabadiliko ndani ya dini yanahitajika kama ambavyo mabadiliko ya watu wa dunia, mabadiliko ya watu wa siasa wanahitaji, pia na mabadiliko ndani ya dini yanahitajika. Tunahitaji mabadiliko ndani ya dini. Tunahitaji watu ambao wataifanyia kazi dini piwa pasi na kuogopa lawama. Ni wangapi wanaenda kwenye matambiko kwa sababu wanaogopa wasipochangia watalaumiwa? Ni wangapi wanahudhuria kwa sababu wasipohudhuria watalaumiwa? Ndio watu wa zamani wanaoishi, wao wanachoogopa zaidi ni lawama. Lakini hawaogopi kwamba watakuja kusimamisha katika mahakama ya Allah, mahakama ambayo haina mawakili wa kidunia, mahakama ambayo haina jela za kidunia, mahakama ambazo hazina msamaha wa kidunia, mahakama ambayo ukishindwa kesi unaenda jahannam. Waliyadhu billah, Allah tukinge na hilo. Mahakama ambayo ukishindwa kesi unaenda jahannam. Muislamu, mahakama hiyo hana wasiwasi nayo, lakini mahakama ya kidunia na aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfiru min ash-shururi. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. ndugu zangu kema, Allah subhanahu wa ta'ala aliwaamrisha waja wake kuifanyia kazi dini yake, na kwamba kama waja watakuwa ni wenye kuzembea, yastadil qawman ghayrahu, anakuja kubadilisha watu wengine. Na aya ambayo imetangulia ilionyesha watu ni watu gani ambao watakuja kufanya mabadiliko katika hili. Wanahitajika wasifike na sifa hizo ambazo tunataka. Lakini pia katika Muhammad ikiwa ni aya 38, Allah subhanahu wa ta'ala aliendelea pia kutufahamisha akisema, ha antum haulai da'awna litunfiqu fi sabilillah.
akituambia enyi watu mnaitwa mtoe katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faminkum man yabkhal, miongoni mwenu kuna wanaofanya ubakhili. Wa man yabkhal fa inna ma yabkhal an nafsihi, na mwenye kufanya ubakhili anafanya ubakhili juu ya nafsi yake. Wallahu al-ghaniyyu wa antum al-fuqara, na Allah yeye ni tajiri na nyinyi ni mafakiri. Wa in tatawallaw, na ikiwa mtakengeuka katika sheria ile ambayo Allah amekutaka muifanye, katika sheria ile ambayo Allah amekukatazeni katika makatazo yake msifanye, wa in tawallaw, ikiwa mtakengeuka, ikiwa mtakwenda kinyume, yastabdil qauman ghayrakum, Allah atakubadilisheni nyinyi, ataleta watu wengine. Wala yakunu amthalakum, wala hawatu kubadilishwa hawatakuwa mfano wenu. Innahu wa'd wallahu la yukhlifu al-mi'ad. Hiyo ni ahadi Allah amekwisha kuahidi, na kwamba ahadi Allah aliyoiweka haiji kinyume na ahadi yake. Sana tunaiuliza nafsi yako, iulize nafsi yako Muislamu, je, upo katika nafasi ya wale ambao wamekwisha kubadilishwa wakaja wengine, au upo katika nafasi ambayo ni wale ambao wanataka wabadilishwe walete watu wengine? Sana tunaiuliza yastabdil qauman ghayrakum, Allah atakuja kubadilisha watu ambao si kama nyinyi. Wala yakunu amthalakum, na hawatakuwa mfano wenu, hawatakuwa mfano wenu. Iulize nafsi yako kwamba wewe upo katika nafasi hiyo. Ni nafasi ya wale ambao wamekwisha kushindwa, tawali lao, wamekwisha kupongongo, tawali lao, wamekwisha kugeuka, wanasubiria muda wa kubadilishwa, au wewe ni katika wale waliosimama katika usawa ambao ni sehemu ya wale waliobadilishwa? Ndugu yangu Muislamu, unaweza ukasoma hizi aya mbili, lakini ili uelewe kwamba kila jamii au kila zama zina watu wa kuzuiwa kufanya ndani ya dini. Allah subhanahu wa ta'ala, kwa vile kila zama inakusudiwa ifanye ndani ya dini, maana yake wenye kwenda kinyume, wenye kukengeuka, wameshindwa kufanyia kazi katika zama. Kwa vile wameshindwa kufanya kazi kwenye zama ambazo wamepewa kufanya kazi, Allah subhanahu wa ta'ala analeta zama nyingine, analeta watu wengine ambao sasa watakuja kuwa ni wenye kukava kwenye zama nyingine ambayo inakuwa na watu. Kwa hiyo kama hali ndiyo hiyo, maana yake unatakikana upende kwenye zama yako, uwe ni sehemu ya mabadiliko kwenye zama yako, uwe ni sehemu ya mabadiliko katika maisha unayoishi. Kwa sababu gani? Kwa sababu usipofanya juhudi, ahadi ya Allah iko pale pale. Wa in tawallaw, ikiwa mtakengeuka kwenye lipi, hamjasimama madhubuti kwenye dini yake. Ikiwa mtakengeuka kwenye lipi, hamjafanyia kazi ipasavyo dini yake. Ikiwa mtakengeuka kwenye lipi, hamjaitumikia dini ya Allah ilman wa amalan wa itqanan, yastabdil qauman ghayrakum, Allah tabadisha thumma la yakunu lakum ishara. Ndugu yangu, ahadi hii lazima uizingatie, kwa sababu usipoizingatia kuna uwezekano wa wewe kupatikana, kuna uwezekano wewe ukaonaishi katika hasara, kwa sababu huna mpango na dini, una mpango na mambo yako. Utakapokuwa huna mpango na dini, una mpango na mambo yako, maana yake wewe unafikiria muda mdogo kuliko watu mpango na dini. Na kila mmoja anaweza akaingiza, na kila mmoja anaweza akapatia kumatia machafuzi yake, bali insana ala nafsihi basira, kwa sababu kila mmoja katikati kwenye nafsi yake anafahamu kwamba wewe ni sehemu ya mabadiliko ndani ya dini, au wewe ni mzigo ndani ya dini. Wewe ni sehemu ya mabadiliko ndani ya dini, au ni sehemu ya mzigo ndani ya dini. Kwa sababu kuna maamrisho, kuna mpango nayo, kuna makatazo, kuna mpango nayo, alafu masiku yanaenda, maana hiyo ni mzigo. Lakini wewe kama ni sehemu ya mabadiliko, unakuta kwenye makatazo,
unafikana nayo, kwenye maamrisho unatenda, na wala muda huo huogopi lawama, na wala muda huo huogopi lawama. Ndugu yangu Muislamu, na kuhusia sana pamoja na kuhusia na pia fanya kwa muda na wakati ambao Allah anakupa, kwa sababu unakuja kuulizwa hilo. Lakini pia kama hutofanya vile ipasavyo, ahadi Allah itabaki pale, kwa sababu hizi aya ni katika ayatul muhkamat, ni aya ambazo ni muhkama, si aya zilizofungwa. Tutaendelea kufanya kazi ila tutakuwa kwamba sunna ya Allah wakisimama watu sawa, hao ndio watu wa mabadiliko. Wakikengeuka analeta watu wa mabadiliko. Kwa hiyo ulize nafsi yako, ni wapi ambapo unakaa. Niombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kusahihisha nia zetu na kusahihisha matendo yetu, ili tufanye katika nafasi ya kuwa ni watu wa kufanya mabadiliko. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe mbali na matamanio ya nafsi, na atuepushe mbali na kupata dunia kwa wingi. Na tuombe Allah subhanahu wa ta'ala afilee na kukuza vizazi vyetu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tupe mwisho ulio mwema. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma salaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udhu min sharri ma salaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ilayka al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah.